Sasa pesa za kazi gani kama ndugu jamaa na marafiki na watawa kafala nitabaki nanga. Sasa pesa za kazi gani kama ndugu jamaa na marafiki na watawa kafala nitabaki nanga. Wanja inauma kinoma mwana kufanya kweli. Hauna? Umezingua sema nini? Siko na wakira sasa pesa za kazi gani kama ndugu jamaa na marafiki na watawa. Alafu nilikuwa na njaa kinoma, nakwambia asante wewe jamaa. Baridi. Aloka ni save kinoma huyu jamaa. Mimi nakuja kwenda nakula hapa kwa hakika hapa. Hakuna. Masera. Wewe wanangu siku mbili tatu hizi naona kama 40 simuone. Shida nini? Bwana 40. Juskati nilikuwa naye hapa maskani chini. Kuna janja fulani alikuwa anapita mazingira ya maskani hapa. Akamletea ugaigai mwanangu. Alimpola mzula, umeona na kisosadu fulani. Na aliteni alikuwa mfukoni na teni. Mwanangu alikinda dogo, tukawa tumegawana. Ila sema mwanangu alizingua sana. Mwanangu yule jamaa atakuwepo kapiga dili kuu katembea mjini wana. Ndio maana sasa hivi hatumuoni kitaa. Ila hiyo kweli inawezekana. Kwa nini wazee? Hapa cha kufanya mimi nina dili moja ambayo iko mezani. Hivi mnamjua yule Asiki? Yule sasa unamjua? Yule jamaa ana matipili wake. Na mafili za nini mafili unajua? Kwa hiyo ina maana issue iliyopo hapa. Mwanangu hapa ni unyama. Na maana tunatimba chocho kwa chocho mzee. Sawa, mzee mtaani pale tukifika pale atukopesha. Naingia kwa TV ana practice TV. Unajua script TV ile na kuonyesha mipira alielewa kama na ile mzee. Anatia phone. Kwa ina maana muda mwingi yule jamaa anashinda nyumbani. Kwa cha kufanya bwana Zungu. Sasa hivi tunavaa sura ya kazi. Umeona? Tunavaa sura ya kazi. Yes. Yaani hapa ni kutimba mzee. Wewe umeamua kuvaa sura ya kazi. Oya, sikopeshi. Yaani hapa nimeshavuruga. Unajua kuvuruga mzee. Oya sasa Zungu sikia. Ingie jamaa kofia. Atukopeshi. Unajua wewe sura yako ni ya kazi. Jamaa tunatia. Lakini yule jamaa anasikaga mchawi. Oa Zungu sikia mwanangu. Acha kuleta urembo. Unajua huu urembo wako ulikuwa nao weupe huo hapo. Kwenye dili za kazi mzee tunaangalia muda. Hapo kwenye dili ya kuhitaji mboga. Hakika mzee. Achana na mambo ya uchawi plus. Sawa. 40 tu. Oya, mimi ndo 40 tu. Sawa. Let's go.
kwa sababu nikikuangalia naona muda bado kabisa, muda bado. Sasa brother, kama wewe hapo na mwanamke na mimi kama hivi unavyoona bado namgomea, au ndo kilichofanya akanikimbia au udogo huyu, au kaenda kijijini. Ananichanganya sana, ila naweza karudi. Bwana sasa hizi ndugu yangu. Atakwama. Ndio. Bwana ndugu yangu, kilichofanya sababisha mpaka nimekuita hapa kuhusu ile swala lako. Ile swala la kutoa kafara. Unajua pesa siku zote ni tamu sana. Umeelewa? Sasa kama pesa ni tamu, basi yale majukumu ambayo sisi tumepewa tunatakiwa tutekeleze ndugu yangu. Juzi nimekutana na mkuu ananikumbushia kwamba hebu muambie ndugu yako ile swala vipi lipoje? Alafu naishi na kumbukumbu. Juzi mimi nimemtoa ndugu yangu pale. Nimemtoa mjomba wangu. Tena bila huruma yoyote kwa sababu naangalia maisha yangu. Kesho mimi sijatoa alafu mimi nakata mkono inakuaje? Na kama alivyoeleza mkuu kwamba usipotoa kafara unatakiwa kiungo chako chochote cha mwili kipungue. Sasa mimi siko tayari. Sasa ndugu yangu nakuomba chonde ili hebu liweke kichwani. Sisi tunaelewana? Sawa ndugu yangu. Tumemalizana? Bana hii sura ambayo unaiongea sasa hivi. Kule si unajua watu wanatakiwa wawe serious. Hii sura yani hapa sio kwamba mimi zinacheka hapa. Sicheki ndugu yangu. Sawa bwana King. Hilo swala mimi linaumiza sana kichwa. Lakini unakumbuka bwana King, mimi nishamaliza ndugu zangu wote kutoa kafara. Ila sio mbaya, kuna kijana mmoja bwana King. Huyo kijana alishaingia kwenye chama akashindwa masharti. Sasa yule kijana sasa hivi maisha yake ni magumu kabisa. Cha kufanya mimi ngoja nimfuate yule kijana pale kwake ili nimshawishi aje nyumbani kwangu ili tumalizane na hilo swala. Basi sasa mimi nimekuelewa. Lakini sipendi ndugu yangu nikuone hauna mkono au hauna kiungo chochote. Sawa mkuu? Sawa bwana Kisi, unajua tena ukijua mambo ya kupenda. Sasa namna hiyo. Yaani ni unyama. Au sio? Alafu ndugu nikwambie, kuna vitu nataka nikupange. Ile gari yako bana uniuzie. Bwana Kisi. Au hamna noma. Fresh. Yaani ndugu yangu mpaka leo bado anaendelea, hujakata tamaa tu. Wewe umekuja tena unishawishi kuhusu ile masuala ya pesa. Kuhusu masuala ya pesa, mimi naona bora niachane nayo kwa sababu hayana umuhimu na mimi. Kama ni pesa nitatafuta hata ndogo ninazopata. Ukizingatia nilimtoa mjomba hali ndio hiyo. Kwa hiyo mimi mwenzangu naona kwenye masuala ya pesa, au nani hizo pesa unazotaka bila kufanya kazi, hizo kwa kweli kwa mimi hapana. Ila wewe kama una mind sana mwanangu, baridi ishi nazo. Unasikia nikwambie? Sikilize nikwambie. Nishatoa kafara watu wengi sana. Wengine marafiki, wengine hata hatujuani. Na niwatoa kafara vizuri tu. Ila kwa kuwa hili jambo linakuwa lina mfuko mrefu na pesa zipo ndani, ila kusimamia ndo nashinda. Ninaweza kuchukua pesa nikatia mfukoni, ila nikishatoka nje tu sitaya. Sasa kilichobaki naona bora niende kanisani. Nikamtafute mchungaji aniombee ili ushetani utoke, zile pesa niweze kuzitumia. Uende kanisani? Kanisani na pesa ya shetani? Au zile pesa nadhani katengeneza nani? Wale jamaa sikia nikuibie siri, wale jamaa pesa zao haziibiwi. Usiwe bwabwa kiasi hicho. Yaani bado mbicho ulivyokuwa mkubwa, na ndevu hizo. Wako. Endelea nazo kwanza, achana mimi ndugu yangu. Nawahi kidogo. Sawa, wewe elekea nyumbani. Ila endapo nitafanikiwa kutumia zile pesa, utateseka sana ndugu yangu. Nadhani unanifahamu. Mimi ni mtu mmoja mwenye roho mbaya sana. Kama ni watu nishamaliza. Awe sawa. Unaweza kaenda. Hata pesa kama hiyo wenye moyo wa kurudi nyuma, hamtafanikiwa hivi. Sawa. Kwa wewe umekosea masharti, mizimu imekusamehe, lakini naona maisha yako yamekuwa magumu sana. Lakini kijana wangu, usikate tamaa. Mimi nitakuchukua nipeleke kwangu, nikakupe kampuni ili usimamie. Kijana wangu.
Watulieni, wasikizeni. Sehemu yenyewe ndio ile pale tunapoelekea. Sawa? Oya Zungu, acha uoga. Hatuhitaji uoga kwenye kazi. Oya Ibra, sehemu ni pale tunapoelekea. Oya tunafaitisha dili, tunapita hivi. Sawa? Rasha. Nakutumia basi ndugu yangu. Okay poa. Mbona nahisi nyumbani kama kuna tatizo? Kuna watu wamekuja, alafu wako watatu, ila hawakuja kwa nia nzuri. Hivi hawajui mimi ni bosi ambaye nimezipata hela zangu kwa mambo magumu sana. Pia sio mzembe, sijakaa kizembe. Hivi hawa, hemu ngoja niwaangalie wamekuja kujaje. Sasa nyie vijana mmezoea kuibia watu. Sasa mimi siibiwagi kizembe, sijui mnanielewa? Kuna bosi anaibiwa kizembe? Sasa wewe na hao wenzako mtaenda kunifanyia kazi zangu. Yaani na mapoli mengi sana ambayo yanahitaji kufyeka. Kumbe vijana wazembe mpo. Na mchina nawe umo kwenye wizi? Pole sana. Wamekupoteza hawa vijana. Mimi siibiwagi kizembe. Mji mzima ananielewa mimi. Huyu hapa anaonekana kidogo shupavu. Sasa wewe na hakikisha hivi unaondoka, shamba langu limeisha. Na wewe kumbe umo? Kwaheri kijana, pole sana. Sasa pesa za kazi